الحمد لله الذي أنزل أعظم الكتاب هو القرآن الكريم من أعظم المكان ولوح المحفوظ بأعظم الملك هو أمين جبريل في أعظم الشهر هي شهر رمضان في أعظم الليلة هي ليلة القدر في أعظم البلد هي مكة المكرمة في أعظم الغار هي غار الحراء على أعظم النبي هو محمد مسك الختام وسيد الأنام. سيدي يا رسول الله، أشهد أنك بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصرت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلم وجدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين يا حبيب الله. اللهم فصل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم ورسول العظيم وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا ما دامت السماوات والأرض يا رب العالمين. فيا حراسة العقيدة ويا حماة المسلمين الأعزاء، أولا أوصيكم وإياي بتقوى الله حيث قال تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza sina budi kujihusia mimi mwenyewe na kuendelea kuhusia ninyi ummati Muhammad, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, juu ya jukumu kubwa la kuendelea kumhofu Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, kutoa hofu ya viumbe katika nafsi zetu na kuweka hofu ya Allah Jalla Jalaluhu. Hii ni kazi kubwa watukufu wa Islam. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie hofu iwe ni kwa ajili yake tu peke yake na sio kwa ajili ya viumbe. Watukufu wa Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad. Our topic today, the beauty of Islam in all dimensions. Topic yetu ya leo tutazungumzia uzuri na utukufu wa Uislamu katika nyanja zote za maendeleo ya mwanadamu. Watukufu wa Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, mwanadamu ili awe na maendeleo sahihi ni lazima tumwangalie katika nyanja mbalimbali: politically, socially, economically, traditionally, spiritually, morally and scientifically. Huyu ndio mwanadamu, tunasema sasa mwanadamu yuko katika nyanja za maendeleo. Watukufu wa Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, uzuri wa Uislamu katika nyanja mbalimbali. Mtume Muhammad kipenzi cha Allah alipohamia Madina, mambo mengi aliyafanya, lakini jambo la kwanza kabisa alianza kujenga msikiti. Msikiti ukawa ni kituo cha kila jambo, watukufu wa Islam, na hapo mtume akajikita katika kufanya mambo mbalimbali ya kijamii ambayo walipelekea watu wengi kuupenda Uislamu. Watukufu wa Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, mtume alianzisha mfumo wa siasa ya Kiislamu, akaanzisha mfumo wa uchumi wa serikali ya Kiislamu, lakini akaanzisha mfumo wa ulinzi na usalama wa dola ya Kiislamu, lakini mtume akaanzisha mfumo wa diplomasia wa dola ya Kiislamu, lakini si hivyo tu, akaanzisha mfumo wa utamaduni wa dola ya Kiislamu. Watukufu wa Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, Uislamu haukuacha kuzungumzia juu ya jambo zima la siasa, politically. Uislamu unaamrisha uongozi wa haki, kushauriana, yani shura, na uaminifu katika uongozi. Qur'ani surati Nisa sura ya 4 aya 58, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Hakika Mwenyezi Mungu anakumrisheni mzile inna Allaha, katika sura ya 4 aya 58 Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allaha ya'murukum an tu'addu amanata ila ahliha. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuamrisheni mzirejeshe amana kwa wenyewe, na mnapohukumu baina ya watu mhukumu kwa haki na uadilifu. Lakini vile vile katika surati Shura aya 42, sura ya 42 aya 38, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema na mambo yao hufanyika kwa shura bainahum wa amruhum shura bainahum. Hapa tunaona umuhimu
wa kuishi katika siasa ya Kiislamu. Mambo ya Waislamu, mambo ya binadamu yanatakiwa yaishi kwa kushauriana, kusaidiana, kuhurumiana, na haki lazima na uadilifu patikane. Na hayo yote yanasisitizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba Waislamu waishi kisiasa zaidi. Na hata mkirejea katika visa ambavyo visa viwili, kisa kile cha Nabii Yunus alipokuwa amepigiwa kura, utaona kwamba kisa kile ililazimika papigwe kura ili aonekane ni nani anasababisha safina ile au jahazi lile lisiende mbele. Akapigiwa kura, Nabii Yunus ikamdondokea na hatimaye akatoswa katika maji ili safari iendelee. Kwa Uislamu haujakaa mbali kabisa na siasa, na Uislamu unasisitiza amani. Ndio maana hata katika sala unasema Allahumma anta salamu wa minka salam. Amani inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwake ndio inarejea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kila mmoja wenu ni mlinzi, kila mmoja wenu ni mchunga. Kullukum rai wa kullukum mas'ulun an rayati. Kila mmoja wenu ni mchungaji na kila mmoja atawajibika kwa anachokichunga. Rawahu Bukhari na Muslim. Hadithi inapatikana katika kitabu cha Muslim na Bukhari. Lakini vile vile swala la kupiga kura kwa amani na kwa utulivu na kwa ustaarabu ni swala ambalo limekuja vile vile hata mama yetu kipenzi cha Allah, mama yake Nabii Isa alayhi salatu wasalam, waligombania ni nani anayeweza kumlea. Zilipigwa kura, mzee Zakaria akashinda. Kwa hiyo inapokuja kipindi Waislamu kama hiki cha kupiga kura kwa amani na utulivu, ni lazima Waislamu watoke wote na wakapige kura. Ni swala ambalo lina istimbat, lina ushahidi wa kutosha katika dini yetu ya Kiislamu. Kuishi mbali na siasa kwa Waislamu ni upogo na ni ujinga na ni kujidhulumu wao wenyewe nafsi zao, wakawa hawachukui nafasi za udiwani, nafasi za ubunge na nafasi mbalimbali, halafu wakategemea baadaye wao wafanywe vizuri wakati wao wenyewe wamejitenga. Hapana, sisi tuna ushahidi wa kutosha katika dini yetu ya Kiislamu kwamba Mtume Muhammad pamoja na kuwa ni kiongozi wa dini, kiongozi wa imani, lakini alikuwa ni kiongozi wa dola ya Kiislamu ya Madina ambayo ndio imefunda dola zote duniani. Kwa Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi Mtume Muhammad, uzuri wa Uislamu tunaweza tukaupata tena katika masuala ya kijamii, yani masuala ya social. Uislamu unaeneza umoja, upendo, kusaidiana na kulinda haki za jamii, yani ujamaa, majirani na mayatima, kama ilivyokuja katika Qur'an sura ya 49 aya ya 10, hakika waumini wote ni ndugu, innamal mu'minuna ikhwa faslih baina akhwaykum. Hapana mmoja wenu atakayekuwa muumini wa kweli mpaka ampendelee ndugu yake kile anachokipenda nafsi yake. Hadithi hii inapatikana katika kitabu cha Bukhari na Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma tuhibbu li nafsihi. Katika masuala ya kijamii Uislamu hakujiweka mbali. Katika sehemu nyingine Mola anasema, na Mola wako ameamrisha usimwabudu yoyote ila yeye tu, na kuendelea kuwafanyia wazazi mambo ya kheri, mambo ya wema. Kwa utakuta kwamba katika masuala ya kijamii Uislamu haujakaa mbali, umefafanua mpaka sheria za ndoa, sheria za mayatima, sheria za wanawake, sheria za mume katika ndoa, sheria za mwanamke katika ndoa, sheria za watoto. Uislamu haujakaa mbali, umeweza kufafanua mpaka sheria za mirathi. Ni Uislamu pekee katika dunia hii ambao umeweka sheria za wazi katika mirathi. Kuna watu aina 5 watukufu wa Islam katika mirathi, huwezi kuwatoa. Baba wa marehemu, mama wa marehemu, mume wa marehemu, mke wa marehemu na mtoto wa marehemu, wakiwepo pale hawawezi ukawatoa. Lakini
chunguza dunia nzima, ni dini gani ambayo imeweka sheria za mirathi. Utakuta hakuna dini yoyote ile duniani isipokuwa ni dini ya Kiislamu, na huo ndio uzuri wa dini yetu ya Kiislamu. Islam hakukaa mbali katika kumwelezea Muislamu juu ya swala zima la kiuchumi, economic dimension. Uislamu umesimamia biashara za halali na uharamu wa riba, utoaji wa zaka na haki za mali. Uislamu umeelezea maswala mazima, vipi wewe utachuma na ni vipi ambavyo hutakiwi kuchuma. Uislamu umezungumza biashara za halali ni zipi na biashara za haramu ni zipi. Kwa mfano, mtu kuuza shamba lako lenye mazao ambayo hujayavuna, unamwambia unaona hili shamba ni heka 10, matunda yote ya zabibu hizi zote na kuuzia wewe na hazijavunwa, ni haramu katika Uislamu. Au kuuza samaki kwa wale wanaofuga mabwawa makubwa ya samaki. Na huko Zanzibar sasa hivi kuna uchumi unaitwa uchumi wa blue. Watu wanapouza vile vizimba vya samaki, unauza samaki hujawavua na kuweka katika tenga, unasema samaki wote waliomo hapa nipe 3,000,000. Haujajua samaki wazima ni wepi, walioharibika ni wepi. Hiyo ni haramu katika Uislamu. Uislamu huwezi kuuza ndege. Unamuona yule ndege anarukaruka yule yuko kwenye mti, wewe nipe hela tutakukamatia. Hiyo ni biashara za haramu. Katika mfumo wa uchumi wa Kiislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekataza biashara hizo. Sisi Waislamu hatuni tu, ni lazima tunaangalia Mtume kasema na Allah kasema. Allah kasema vipi na Mtume kasema vipi. Hatuendi kinyume na utaratibu alioanzisha Mwenyezi Mungu na ukaelezewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika sura al-Baqara sura ya 2 aya ya 275, Mwenyezi Mungu anasema, Mwenyezi Mungu amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Inna Allaha ahalla al-bay'a wa harrama riba. Leo riba imekuwa kama jambo la kawaida kuanzia taasisi mbalimbali, na Waislamu tumeingia humo. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kila la kheri kufahamu mambo ya riba na mwishoni kujitoa. Katika mafhumu ya hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema madhambi anayoyapata yule mtu anayekula riba ni sawa sawa na uzito wa mtu kwenda kumzini mama yake. Yani ile kumzini mama yako, yale madhambi unayoyapata ni sawa sawa na kwenda kula riba. Allahu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufahamishe. Katika sura Tauba aya 9 aya 60, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameonyesha watu aina 8 ambao ndio wanaotakiwa kupewa zaka. Miongoni mwao mafakiri, maskini, waliosimamia zaka, waliosilimu, muallafat qulubuhum, na watu mbalimbali. Ndugu zangu na watukufu Waislamu, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, ukichanganya mali yako na mali ya zaka, ukawa unachanganya hutoi zaka, maana yake ni kwamba siku ya Kiyama utakuwa responsible, utaulizwa kunako hiyo mali, kwa sababu umekoroga. Maana yake umechukua haki za watu na haki zako. Kwa kila anayejua anafanya biashara alinde swala hilo la zaka. Na vile vile unaweza kusitakasa kutoa sadaka, na zaka inafanya mambo makubwa kabisa katika jamii. Zaka inatakasa kwanza mali ya mtoaji na kuwa safi, lakini vile vile na mali ya yule anayemiliki zaka inakuwa nafsi yake inatakata na ile kibri ya kumiliki mali. Kazi ya zaka hiyo. Kazi ya tatu ya zaka, inatakasa yule anayepewa, yule maskini. Unapompa, nafsi yake inatakata na ile iqdi, yani ile tabia ya ukosefu. Maana mtu anapokosa sana anakuwa na tabia ya iqdi, kama vile hasadi fulani hivi, lakini unapomsaidia zaka anakuwa yuko karibu na wewe. Lakini vile vile hatimaye zaka inatakasa jamii yote
ya Waislamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye ni safi, inna Allah tayyib. Mwenyezi Mungu ni safi wala hakubali uchafu. Kwa hiyo maana jamii itaconcentrate katika kufanya biashara za halali. Kwa hiyo utakuta kwamba jamii ya Kiislamu ni jamii ambayo haidili na masuala ya pombe. Hata kama una degree au masters, utaangalia ile masters yako ni bora uiuzie karanga kuliko kwenda breweries hapo ukaenda kupata kazi, kupata gari, kupata nyumba, kupata nini. Lakini ala asaf shadid Waislamu wameconfuse. Akija mpangaji anauza vibiriti kwenye nyumba ya hapa, na akaja mpangaji anauza grocery, lakini huyu atalipa milioni 10, huyu atalipa milioni 2 kwa mwaka mzima, huyu analipa milioni 15 kwa mwaka mzima, anapewa huyu wa grocery. Alafu anajiridhisha Muislamu, anasema madhambi si ya kwake, atajua mwenyewe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mfahamu ninyi mnaokula haramu. Mtume anasema nyama ya aina yoyote inayoota kutokana na chakula cha haramu, fannar au lalaha. Nyama yoyote inayoota katika mwili wa binadamu, protini yoyote inayokwenda kujenga mwili wako kutokana na chakula cha haramu, ujue yani moto wa jahannam ni aula wa hiyo nyama. Kuna Waislamu ambao italazimika wachomwe kwanza moto, alafu ndo waingie peponi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika Islam swala la uchumi limezungumzwa vizuri katika dini ya Kiislamu, hatuwezi kuzungumza kwa upana sana. Vile vile mfanya biashara, Mtume anasema katika hadithi iliyopokelewa na Tirmidhi, mfanya biashara mwaminifu atakuwa pamoja na manabii siku ya kiyama na mashahidi. Yani mfanya biashara ambaye ni mwaminifu atakuwa pamoja na manabii. Yani wao unaahidiwa utakuwa pamoja na manabii, pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mfanya biashara mwaminifu atakuwa pamoja na manabii, pamoja na watu wema siku ya kiyama. Hiyo hadithi hiyo katika kitabu cha Tirmidhi tutakwenda kuiangalia. Mfanya biashara mwaminifu atakuwa pamoja na manabii na mashahidi. Yani wale watu waliopigana panga katika vita vya Badri au Uhud wakafariki, au vita zote ambazo ni za kutetea Uislamu duniani wakauawa, hawa watu wana daraja kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Wewe mfanya biashara mwaminifu utakuwa pamoja na manabii. Lakini leo wafanya biashara sio waaminifu. Wafanya biashara wengi ni matapeli. Wafanya biashara wengi wanawadhulumu mpaka wale watu wanaowafanyia kazi. Yani yeye ataka to maximum aconcentrate kupata profit, haangalii huyo anayemsaidia. Halafu wewe unasababisha akuibie. Wao wanakuingizia milioni 100 kwa mwezi, kwa mwaka. Halafu wewe akipiga hesabu zake ana shilingi milioni 1. Kila siku lazima kope kwako, kila siku lazima kope kwako. Unamsababishia matatizo. Ni lazima uwe na ihsan. Wa ahsinu kama ahsana Allah ilaik. Mwenyezi Mungu anasema fanyeni ihsani kama Mwenyezi Mungu alivyokufanyia ihsani. Hizo mali sio za kwenu. Watu wangapi walikuwa na mali na wameondoka hawana chochote? Utaondoka na sanda tu, hautaondoka na chochote. Wewe ringa kwa sababu una gari nzuri, tulinge kwa sababu tuna majumba mazuri, tulinge kwa sababu tupo, lakini tutaondoka na sanda tena dhalili kabisa kabisa. Na siku ya kiyama na ndani ya kaburi utaanza kuona maajabu. Wewe limbikiza mali, halafu uone shughuli itakavyokuwa. Mzangu wa tukufu Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad. Uislamu uzuri wake haukuacha kuzungumzia juu ya traditional, yani kawaida au kijadi. Uislamu uzungumzia mambo mazuri. Uislamu unalinda mila na desturi nzuri kama heshima kwa wazee, uvaaji wa staha, uhusiano wa kifamilia, maadili ya ndoa. Uislamu umezungumzia mambo haya. Kuvaa kwa staha. Leo vijana wengi wameharibika wakiangalia wahuni wa Kimarekani walivyokuwa wanavaa. Halafu uje uangalie hao wenzenu ambao walioanzisha hip hop, wakina Bad Boy, wakina Lon nchini Marekani, wote wameslimu na sasa hivi wanatangaza Uislamu. Lakini sisi tuliobakia ndio bado tumeconcentrate na mambo ya muziki. Subhana Malikul Qudus.
hao wenyewe wameshaona nuru ya Mtume Muhammad. Sisi bado hatujaona nuru ya Mtume Muhammad. Kuna bingwa wa muziki nchini Uingereza akiitwa Cat Stevens, leo anaitwa Yusuf Islam. Subhanallah, anapiga dawa na amesilimisha watu wengi sana duniani, na amepiga marufuku CD zake zote kupigwa kwenye radio wala kwenye television. Wenzetu wanaiona nuru ya Mtume Muhammad, bado vijana wetu ndio kwanza wanaingia huko. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afahamishe kizazi chetu. Hali ni mbaya, ni very worst. Ukienda kwenye graduation ya aina yoyote sasa hivi, watoto wa Kiislamu ndio wanaojua kusheki kuliko hata watoto wa Kikristo. Yani wanasheki. Unajua kusheki maana yake ni ile kutikisika kwenye muziki. Wanasheki barabara mpaka unasema huyu ni mtoto wa kike. Jana nilikwenda kwenye graduation moja, nimeandikwa watoto wamevaa juba lakini still ndio wanaosheki kupita maelezo mbele ya wazazi wao. Tena mzazi anatoka kule kwa raha na burudani na furaha, anakwenda kumtunza mtoto wake wa kike aliyokuwa na katika viuno mbele ya kadamnasi bila wasiwasi wa aina yoyote. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Uislamu unatambua utamaduni wa Kiislamu, unalinda heshima ya wazee, uvaaji wa staha, uhusiano wa kifamilia. Leo familia zimeparanganyika ni kwa sababu tu watu wameacha uzuri wa dini ya Kiislamu. Katika Qur'ani sura An-Nahl aya 16, sura 16 aya 90, Mwenyezi Mungu anasema hakika Mwenyezi Mungu ameamrisha uadilifu na ihsani na kuwapa jamaa, na kuwapa jamaa. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na amkirimu mgeni wake. Bukhari na Muslim hadithi inapatikana. Watukufu wa Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, utamaduni, ukizungumzia neno utamaduni ni neno pana sana. Katika utamaduni tunapata chakula, tunapata mavazi, mpaka namna ya kujenga nyumba, mpaka namna ya kutembea, mpaka namna ya kula vyakula mbalimbali. Kama kuna mambo haya ya ngoma, lakini Uislamu umeelekeza kama ni furaha ufurahi vipi, kama ni kusikitika kulia ulie vipi, kama ni msiba ufanye vipi. Sio misiba yetu. Kuna mkoa mmoja nimekwenda, watu wanashauriana sehemu ya kuanza kulia. Yani hawa kina mama wamechelewa kwenda kwenye msiba, wana miezi zaidi ya mwaka mmoja hawajaenda kuhani. Kwa hiyo wanakwenda, ukishaifika kwenye nyumba wanaiona, wanakubaliana tutaanza kulia pale kwenye mlima. Wanalia. Na leo ukienda Nigeria na nchi mbalimbali, leo hupati shida, wewe una kodi wa kulia. Ilibali tu uambie mtalia kukugaragara, wanastahili, wanakuambia tutalia kukugaragara au kupinduka au kujipiga. Unalipa pesa kwenye kampuni, watakuja kulia. Wanalia, utafikiri wanamjua marehemu wakati hawamjui. Hiyo ndio dunia ilikofikia. Watukufu wa Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, sisi Waislamu, hata kama umefiwa na baba yako na mama yako, hamruhusiwi kupiga vipara wote. Watu wakaanza kushona mafulana, wakaweka picha marehemu kifuani, wakapiga vipara watu wote, wakaanza kulia wanagaragara. Haisaidii chochote mbele ya Mwenyezi Mungu. Zaidi ni wewe kulia ndani ya moyo, huku namuombea dua marehemu, ukijua kwamba msiba, kama alivyosema Mtume, kafa bil maut mawaidha, kwamba umauti unatosha kuwa ni mawaidha tosha. Ulikuwa unaye kitanda kimoja, ni mke wako, unaenda kumzika wewe mwenyewe, unarudi chumba unakiona kipana mara 40. Maana yule mtu hayupo. Yani hata kulala mle ndani unaona kizunguzungu, maana hayupo. Unapagawa, unaona kitanda tena kama hakifai, lakini ndio hali ishatokea. Watukufu wa Islam, wapenzi wa Allah, katika utamaduni kuna vyakula vya Kiislamu vinajulikana. Hatuli tu wala hatunywi tu. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema katika Qur'ani, falyanzur al-insanu ila ta'amihi, kila mwanadamu achunguze chakula chake. Sio unafakamia tu.
Na watu wa science wamekuja wanasema kila group la damu lina chakula chake na tabia zake na maradhi yake. Kwa ni vizuri ukitoka hapa ukapime group yako ya damu ili ujue ni chakula gani wewe unatakiwa kula, sio nafaka 100 tu. Maradhi mengi ambayo yanaupiga ulimwengu wa sasa hivi ni kwa sababu tu hawajaisoma Qur'ani wakaelewa. Leo wanafaka 100 vyakula vya watu. Let's say wewe ni group O, unakwenda kula chakula cha group A. Au wewe ni group A, unakula chakula cha AB. Au wewe ni group AB, unakula chakula cha B. Lazima tutapata maradhi. Haya yanaitwa non-communicable diseases. Yani maradhi yasiyoambukizika ambayo yanaupiga ulimwengu, yanatokana na lifestyle. We are suffering from our lifestyle choices. So ni lazima ufahamu hiyo topic. Ni vizuri zaidi kufahamu kila mtu Mungu ametuma katika magrupu 4 tu ya damu. Hakuna magrupu mengine. Kila grupu ina chakula chake na tabia zake na maradhi yake. Naomba utafute hiyo topic, inaweza kusaidia. Uislamu umeongelea juu ya field ya spiritual, roho manake. Uislamu unampa mtu amani ya moyo, uhusiano na Allah Subhanahu wa Ta'ala, lengo la maisha na matumaini katika kila hali. Ni Uislamu ndio umezungumza mambo. Kwa nini wewe Mungu amekutia roho? Kwa nini uko hapa? Ni Uislamu. Vipi uhusiano wa roho zenu utakuwa vipi? Subhana malikil qudus. Na mtume akasema Allah fi jismi mudgha idha aslahat sa'ir jasad kullihi wa idha afsadat sa'ir jasad kullihi ala wa hiya alqalb. Kwa mtambua katika moyo wa binadamu, katika mwili wa binadamu kuna kinofo. Kinofo hicho kikiwa safi, mwanadamu anakuwa ni safi kuanzia fikra zake, tabia zake, kuongea kwake, hali yake na kila kitu. Na moyo wa huyo binadamu ukichafuka, basi ujue kwamba hali yake yote imekuwa very worst. Kwa hiyo ndugu zangu na Uislamu, kila mmoja anatakiwa kufanya assessment ya roho yake. Vipi wewe unaishi na wenzio? Unajionaje? Subhana. Wewe Mtume Muhammad, Uislamu umezungumzia juu ya spiritual. Uislamu unampa mtu amani ya moyo, uhusiano na Allah, lengo la maisha na matumaini katika kila hali. Qur'an katika sura Al-Ra'd sura ya 13 aya 28, kwa hakika kumkumbuka Mwenyezi Mungu nyoyo hutulia. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidhikrillah tatma'inul qulub. Kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyoyo zinatulia. Na hii ndio tofauti kati ya watu wa kisasa na watu wa kizamani. Watu wa kizamani walikuwa ni wanafanya wingi wa afkari. Mtu anapiga la ilaha illa Allah zaidi ya mara 10,000, kajiwekea hivyo. Istighfar zaidi ya 10,000. Sisi hatuna nafasi. Leo kuna watu wameamka hata mpaka wanakuja hapa msikitini, hata surati Kahfi hajasoma, wala surati Yasin, wala adhkari za asubuhi na jioni. Za asubuhi leo hajafanya, lakini yuko hapa msikitini. Ukiwaambia na kuambia, unajua kuna mambo mengine yamekuja ndugu zangu na tukufu Waislamu, lazima tuambieni ukweli. Mambo mengine yanaitwa sijui bid'a. Hii bid'a, mambo mengi yamekuja, watu wanazungumza bid'a, lakini ukiangalia kwa undani yameharibu sunna yenyewe ya Mtume Muhammad. Yani yameharibu kabisa. Kila kitu bid'a. Mtu anakunguta makalio yake anaondoka. Hata subhanallah anashindwa kwa sababu anaona afanya bid'a. Mmekataza tasbihi zile, mnasema ni shanga za wanawake. Mmekataza. Sasa fanyeni sasa kwa vidole, huwezi. Sasa unamkuta mtu yani anakikataza kitu alafu hawezi kukifanya. Mimi nakwambieni ukweli, sisi ibada zetu hazina thamani kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu kama wazee wetu waliopita. Wazee wetu waliopita walikuwa na karama kubwa kwa sababu walikuwa wanajitupa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah alikuwa anawapenda kwa sababu walikuwa wanajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Leo ni nani kafunga Jumatatu na Alhamis? Nani kamaliza juzu moja la amma? Juzu moja lolote la Qur'ani katika wiki hii? Watu hawafanyi, hawana adhkari. Utapata vipi mahaba ya Mwenyezi Mungu?
Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ahlu dhikri ahlu mahabbati, kwamba Mwenyezi Mungu anasema wale wenye kumdhukuru sana Mwenyezi Mungu mahaba ya Allah yatawafunika. Vipi mahaba yetu sisi na Allah? Vipi mapenzi yetu sisi na Mtume Muhammad? Kila kitu tunasema ni bid'a, imekuwa ni shughuli sasa. Sasa hiyo bid'a onyesha sasa ustaarabu kumswalia Mtume. Hautaki tuseme tukusanyike tukala, leta sasa hiyo action nyingine, jinsi gani sasa tukusanyike tuswalie Mtume Muhammad. Hakuna. Watu Waislamu wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad. Jambo lingine ni maadili. Uislamu unazungumzia masuala ya moro. Uislamu unasisitiza tabia njema kama ukweli, subra, heshima na haya, na Uislamu kuwa na haya, kusamehe na uaminifu. Katika sura Al-Qalam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu anamsifu mtume wake, anamwambia wa innaka la'ala khuluqin azim. Mtume Muhammad yeye ndiyo mbora wa tabia. Na Uislamu ndugu zangu ni tabia. Uislamu ni tabia. Mtu ambaye mwenye tabia mbaya sio Muislamu. Uislamu ni tabia njema. Ukiwa Muislamu lazima uwe na tabia njema. Paka Mtume akasema inama bu'ithtu liutamima makarima akhlaq. Sikutumwa kwa jambo lingine, bila shaka sikutumwa ila kutimiliza tabia njema. Kwa hiyo Uislamu ni tabia. Mwisho, Uislamu umezungumzia masuala ya certificate. Uislamu umehimiza elimu, tafakur juu ya maumbile ya mbingu na ardhi na vyote vilivyomo, masayari, magalaxy na mambo chungu mzima. Masuala ya solar system, masuala ya oceanology, Uislamu unasisitiza tusome masuala ya embryology, vipi kilitete ndani ya tumbo mpaka kuzaliwa wewe. Subhana Malikil Qudus. Hapa Waislamu wengi wanaingia, wala sio kwa Waislamu wala wanajiita wana science duniani, wamebalizika kwa sababu ya Qur'ani. Kila wanachokizungumza wanakikuta Mtume Muhammad ashazungumza katika ancient karne ya 6. Hiyo sayansi ya karne 18 Mtume alishaizungumza katika field mbalimbali. Ni Uislamu ndio umezungumzia masuala hayo ambayo leo Uislamu dunia yote ina turn over kwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna field ya aina yoyote, iwe field ya medicine, iwe field ya geography, geology, embryology, astronomy, kila kitu kiko ndani ya Qur'an, kiko ndani ya Qur'an. Na huo ndio uzuri wa Allah, na huo ndio uzuri wa Mtume Muhammad, na huo ndio uzuri wa Uislamu. The authenticity of the Islam is very highly. Ingekuwa dini hii sio ya haki, hao wanaojiita wana science wasingeslimu. Leo angalia wana science wanaomiminika kumfuata Mtume Muhammad. Sio hawamfollow Mtume Muhammad under dogmatic, they are follow Prophet Muhammad under reality. Under reality, they have a critical evidences to show that the Quran is the Subhana Malikil Qudus. Hawafuati tu, wanafuata kwa sababu ya ukweli uliomo ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. The authenticity of the Quran is very highly. Na huo ndio ushindi wetu sisi Waislamu. Kila mara nasema twendeni kifua mbele kwa kuwa naye mtukufu wa daraja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twendeni kifua mbele sisi kwa kuwa tunacho kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. There is no contradiction, there is no volumes, there is no according to inside the book, there is no volumes. You know the creation of volumes, some words to put inside the book and other you throw outside the books. And that's why the creation of books comes from. So twendeni kifua mbele. Tunayo katiba isiyokaliwa kikao kiparapara wala Dodoma. Ni katiba ambayo imebakia vile vile. Angalieni vitabu visivyokuwa vya wenzetu, visivyokuwa kama hiki, angalieni contradiction zake. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وجميع المسلمين والمسلمات إنه الغفور الرحيم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.